Na mtazamaji, jeshi la Tanzania la JWTZ limetoa hakikisho la usalama na kutuma ujumbe na onyo kali kwa Watanzania kabla na baada ya uchaguzi mkuu. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jeshi la Ulinzi la Tanzania la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa taarifa rasmi na kuthibitisha kuwa linafuatilia kwa karibu hali ya usalama wa taifa hili la Tanzania wakati nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 28 na tarehe 29 mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa umma Kanali Bernard Masala Mlunga, ujumbe na onyo la JWTZ inaendelea kutekelezwa kwa amani na utulivu wa kisiasa, sheria, heshima na uvumilivu miongoni mwa wagombea wa kisiasa na wafuasi wao. Katika taarifa hiyo ya kina iliyotolewa mnamo Oktoba tarehe 15 mwaka huu 2025, ujumbe wa onyo kali na ujumbe huo wa JWTZ ulisisitiza kuwa jeshi hilo limeridhishwa na mwenendo mzima wa kampeni za uchaguzi kufikia sasa. Kanali Mlunga alieleza kuwa licha kukithiri kwa shughuli za kisiasa nchini kote, hakuja kuwa na tishio kubwa kwa usalama kutokana na utaratibu ama uratibu kati ya vyombo vya sheria na umakini wa serikali za mitaa. Hata hivyo, JWTZ iliweza kuwataka Watanzania kupuuza na kuwaonya wale wote ambao wanasambaza taarifa potofu kuhusiana na nchi hii ya Tanzania mitandaoni. Ujumbe wa JWTZ na onyo ulisisitiza kwamba utulivu huu wa Tanzania lazima ulindwe kwa ushirikiano na vikwazo kutoka kwa wananchi wote, na wananchi wasiweze kusikiliza habari ambazo zinaweza kuchochea maandamano au kuchochea machafuko kupitia mitandao ya kijamii. Ujumbe na onyo hilo la JWTZ limevitaka vyama vyote vya kisiasa na vya upinzani, wagombea na wafuasi wao kuendelea kudumisha hali ya utulivu na uwajibikaji. Jeshi hilo limewataka Watanzania kuhakikisha ushindani wa kisiasa unaendelea kuwa na amani na kujenga, huku likiwakumbusha kuwa umoja wa kitaifa una thamani kubwa kuliko mifarakano ya kisiasa. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa uchaguzi unapaswa kuwa wakati wa fahari ya kidemokrasia na sio migogoro au machafuko. Katika ujumbe wake, JWTZ pia ilieleza kuthamini mchango wa Jeshi la Polisi Tanzania na taasisi nyingine za ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu katika kipindi hiki nyeti cha uchaguzi. Ujumbe na onyo hilo la JWTZ lilisifu weledi na kujitolea kwao katika kuzuia usumbufu unaoweza kutokea na kubainisha kwa ushirikiano wao umekuwa muhimu katika kuhakikisha kuna kuwepo na mazingira salama ya uchaguzi. Aidha, ujumbe wa JWTZ na onyo ulitoa pongezi kwa umma kwa ujumla kwa kutumia haki zao za kidemokrasia kwa uwajibikaji. Taarifa hiyo ilionyesha kwamba wananchi kote nchini wamehudhuria mikutano ya kampeni, kusikiliza mijadala ya sera na kushiriki mazungumzo ya kiraia kwa amani. Jeshi hilo la JWTZ lilisisitiza kuwa mwenendo huo unaonyesha ukomavu wa kisiasa na uzalendo wa Tanzania. Hata hivyo, ujumbe na onyo hilo la JWTZ lilionyesha wasiwasi mkubwa juu ya kuenea kwa taarifa za uongo za kuchochea kwenye mitandao ya kijamii. Mtazamaji, tukumbuke ni hivi majuzi tu kulitokea kapteni anayejifahamisha kama Kapteni Tesha kutoka JWTZ akidai kuwa yeye ni mwanajeshi wa JWTZ na ambaye aliweza kuchochea sana machafuko pamoja na maandamano katika taifa hili tukufu. Taarifa hiyo ilitaja baadhi ya watu ndani na nje ya Tanzania wamekuwa wakisambaza maudhui ya upotoshaji wakijaribu kulihusisha jeshi la JWTZ na siasa za upendeleo. Jeshi hilo la JWTZ lilikashifu juhudi hizi likisema zinalenga kuharibu sifa taasisi hiyo na kudhoofisha imani ya umma kwa wanajeshi hao. Katika kukabiliana na matukio hayo, ujumbe na onyo la JWTZ liliwataka wananchi kupuuza propaganda hizo mitandaoni na kuwasisitizia Watanzania na kuhakikisha kwamba jeshi hilo haliegemei upande wowote wa kisiasa. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa mawasiliano yote rasmi kuhusu jeshi la JWTZ yatatolewa kupitia Kurugenzi ya Habari na Mawasiliano ya Umma iliyopo makao makuu ya JWTZ pekee, na hakuna mtu yoyote ambaye atazungumza kwa niaba ya JWTZ, kuhakikisha uwazi na usahihi katika masuala yote yanayohusu ulinzi wa taifa. Kama sehemu ya uhakikisho wake unaoendelea, ujumbe huo wa JWTZ ulithibitisha kwamba hatua zote za usalama zimeimarishwa kote nchini. Vitengo vya kijeshi na polisi vimetumwa kimkakati ili kuhakikisha
kuhakikisha usalama wakati na kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, na hivyo kupunguza hatari za vurugu au usumbufu. Zaidi ya hayo, ujumbe huo wa JWTZ ilizungumzia uvumi unaopendekeza machafuko yanayoweza kutokea ukizipuuza kuwa hazina msingi na zenye nia ya kuleta hofu kwa wananchi na kuzua maandamano na machafuko. Taarifa hiyo ilifafanua kuwa hakuna vitisho vya kuaminika dhidi ya usalama wa taifa na kwamba majaribio yoyote ya kuchochea ghasia yatashughulikiwa kikamilifu chini ya sheria. Ujumbe huo wa JWTZ ulisisitiza kwa kudumisha amani wakati wa uchaguzi si jukumu la vyombo vya usalama pekee, bali ni wajibu wa pamoja miongoni mwa wananchi, watendaji wa kisiasa na viongozi wa jumuiya. Jeshi hilo la JWTZ ilihimiza mazungumzo, subira na kuheshimiana kama kanuni elekezi kwa wote wakati wa mchakato huu wa kidemokrasia. Ujumbe au tuseme onyo hilo la JWTZ ulieleza zaidi kwamba umakini wa jeshi hilo hauishi kwa siku za uchaguzi pekee, bali unaendelea hadi kipindi cha kabla na baada ya upigaji kura, kwani historia imeonyesha kuwa mara nyingi mivutano ya kisiasa hutokea mara matokeo yanapotangazwa. Jeshi hilo la Tanzania lilisisitiza kuwa limeandaa mipango ya dharura ya kukabiliana haraka na aina yoyote ya machafuko yatakayotokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, ghasia au majaribio ya kuyumbisha taifa. Katika pumzi hiyo hiyo, jumbe na onyo la JWTZ ulisisitiza kwamba halitavumilia kikundi au mtu yoyote atakayejaribu kutumia uchaguzi huo kama kisingizio cha kuchochea migawanyiko au kutishia amani ambayo nchi ya Tanzania imekuwa nayo kwa muda mrefu. Ujumbe wa JWTZ liligusia pia umuhimu wa uongozi unaowajibika miongoni mwa wagombea imewataka washindani wote kujiepusha na kauli za uchochezi na kuwaongoza wafuasi wao kuelekea amani na kuwakumbusha kuwa uongozi unaanza kwa kuonyesha mfano wa nidhamu na uzalendo. Jeshi hilo lilisisitiza kuwa ukuaji wa demokrasia ya Tanzania unategemea mienendo ya viongozi wake na kwamba kuchochea machafuko au hofu ni kujinufaisha kisiasa na ni jambo lisilokubalika na uzalendo wa Tanzania. Katika sehemu nyingine ya taarifa yake, ujumbe huo wa JWTZ na onyo lao lilitambua nafasi ya waangalizi wa kikanda na kimataifa watakaokuwa wakifuatilia mchakato wa uchaguzi. Jeshi hilo la JWTZ liliwahakikishia kuwa Tanzania imesalia kuwa na demokrasia imara yenye uwezo wa kusimamia usalama wake kwa weledi na haki. Jeshi liliahidi ushirikiano kamili na vyombo halali vya uchaguzi, likisisitiza kuwa uwazi na utulivu ndio msingi wa nguvu wa demokrasia ya nchi. Hatimaye, ujumbe na onyo hili la JWTZ ulivitaka vyombo vya habari kufanya uandishi wa habari wenye maadili na kuepuka kuchapisha taarifa ambazo zinachochea machafuko, ambazo pia hazijathibitishwa, ambazo zinaweza kuzua mvutano au kuzusha hofu. Jeshi liliwahimiza waandishi wa habari kuwa daraja la umoja wa kitaifa badala ya kuwa chombo cha kuibua hisia na hofu. Wakati uchaguzi ukikaribia, JWTZ ilisisitiza dhamira yake ya kusimama kidete, ikiwa ni ishara ya amani na utulivu, na kuahidi kuwa kwa hali yoyote ile nchi ya Tanzania haitaruhusiwa kuingia katika machafuko wakati wa uchaguzi. Taarifa hiyo ilihitimisha kwa kutoa wito kwa Watanzania wote kukumbuka kuwa licha tofauti za kisiasa wana bendera moja, taifa moja na hatima moja iliyolindwa na kuhifadhiwa kwa umakini na dhabihu ya Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania.